Kwanza naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana mtandao wa polisi wanawake katika mkoa wa kipolisi wa Ilala kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Lakini sambamba na hiyo, kwa siku ya leo walikuwa ni siku yao ambayo wanafanya mkutano wao na tathmini ya kazi zao katika kipindi cha mwaka mmoja, lakini na mpango wa kuelekea 2026. Hivyo tumetumia nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi kubwa wanaoifanya, kwanza kulinda usalama wa nchi yetu, lakini pia kumtetea na kumlinda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu. Ambapo pia katika siku ya leo tumetumia nafasi hiyo pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuona wanawake wengi na kuendelea kuwapa nafasi nyingi. Na kitu ambacho wanakifanya leo pia ni kutoa shukrani kwa rais wetu kwa kila ambacho anafanya, na mtu anapotoa shukrani maana yake ni kwamba anaomba wanawake wengi pia waendelewe kuaminiwa na kupewa nafasi. Na kitu ambacho tumewaambia leo ni kwamba hata sisi tunachokiamini ni kwamba unapokuwa askari ni wito, na ni wito ambao unatoka moyoni. Na unapokuwa askari mwanamke ni zaidi ya wito wa askari wa kiume, kwa sababu askari mwanamke anapata changamoto nyingi, kwanza kwenye nafasi yake ya kustruggle kuweza kupata nafasi mbalimbali za kuteuliwa na kuonwa, licha ya kuwa kwamba atakaoweza kuweka rekodi. Tofauti na mwanaume unaweza kupata nafasi kwa ajili ya rekodi, lakini mwanamke ana ziada zaidi ya hapo ambao lazima apambane kuhakikisha kwamba anaweza kupata na kutambulika. Hivyo siku ya leo ni kuendelea kumshukuru rais wetu, lakini sambamba na hiyo utakapomuona askari mwanamke ambaye amepata huo wito na wito zaidi ya wito, ni kwamba mwanamke huyu sasa ni jasiri, mwanamke huyu ni mzalendo wa kweli kwa taifa lake, lakini mwanamke huyu ni adilifu katika nchi yake. Na ndio maana ukiona askari wengi wanawake wanakuwa waadilifu katika maisha yao, wanakuwa waadilifu katika matendo yao. Hivyo tumeendelea kuwapa moyo, tumeendelea kuwasupport na kuwaambia sisi kama viongozi tutaendelea kuwaunga mkono. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawaunga mkono, na sisi watendakazi wake tutaendelea kuwaunga mkono na kuwasupport. Moja ya jambo ambalo tumesema tutaendelea kuwasupport ni masuala ya uchumi. Mara nyingi wao wanajadili kuangalia maisha ya watu, usalama wa watu na mali zao. Na sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuangalia maisha ya maaskari hawa wa kike na watoto wao ambao wanaenda kuwatunza huko mbeleni. Lakini pia maisha baada ya kuwa askari mwanamke anafanya nini na familia yake inakuwaje. Ndio mambo ambayo tumesema kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutaendelea kuona namna gani tunawathamini askari hawa na kuhakikisha kwamba hata kile mapato ya halmashauri yanayopatikana kama sehemu ya 10% ya mifuko, kuona namna gani kwenye chama hiki wanaweza na wao wakanufaika, kwa sababu kwanza wamekuwa sehemu ya msaada kwa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwenye makusanyo yake ya fedha. Lakini pia kama halmashauri ya jiji, na hawa ni kina mama, ni wanawake katika halmashauri yetu, kwamba kuona namna gani na sisi tunaweza kuwasaidia wana ndugu, wana familia, wana watu ambao wanawategemea. Wito wangu ni kwamba kwanza waaskari wote wanawake tuendelee kuwa kwenye sehemu ya timu hii ya mtandao wa askari wanawake. Lakini wito kwa majeshi mengine ni kwamba kuona namna gani na wao wakawa na mtandao wa maaskari wanawake. Nilichoweza kuahidi kwa siku ya leo, maaskari wote wa kike katika wilaya yetu ya Ilala, katika eneo hili, tutahakikisha tunakaa pamoja, tunatafakari pamoja na kuona namna gani tunasaidia askari wanawake. Mtandao wa polisi wanawake ni chombo ambacho tunashirikiana au tunafanya mambo mbalimbali kuhusiana na jamii, lakini bila kujisahau sisi wenyewe kama wanawake. Tunajua kwamba wanawake mbali ya kazi zinazotukabili, lakini pia ni walezi wa familia. Kwa hivyo tumekutana leo kwenye kikao kazi ambapo tutapata mafunzo mbalimbali juu ya maisha yetu ndani ya kazi, lakini maisha yetu baada ya kazi. Kwa hivyo ni kikao cha siku moja ambacho tutajadili masuala mbalimbali yanayotukabili, kama tunavyofahamu kwamba mwaka huu wa uchaguzi, lakini pia kwa kumshukuru rais wetu. Tunaona kwamba viongozi wengi wa kike mabega yao yamependeza kutokana na kwamba vyeo vimeongezeka kwa askari wengi. Kwa hivyo tulikuwa na mkuu wa wilaya ambao tunataka kwamba tufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais ambaye ni Amiri Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, kwa hili ambalo anatufanyia. Bado anaendelea kutushika mkono, kazi zetu zinaendelea vizuri, changamoto mbalimbali zinaondoka, vitendea kazi vimeongezeka. Kwa hivyo tunashukuru, kazi zetu zinakuwa rahisi.